Changamoto yetu hapa ilikuwa ni daraja. Daraja lilibomoka juzi usiku. Tumeamka asubuhi tumekuta daraja limebomoka. Kutoka hapo wahusika wa barabara wakaja, wakalitengeneza, wakaanza kuleta lori za mawe, wakamwaga magereda yakatengeneza. Tunashukuru Mungu imetumia siku moja kuanzia asubuhi mpaka jioni daraja likawa limepona. Tunashukuru Mungu, changamoto yetu ilikuwa ni hiyo. Tulipata changamoto kubwa sana hapa ya maji kujaa mtu na matokeo yake kubomoa daraja ambayo liko hapa haya. Hivyo imeathiri miundombinu ya barabara kuhusiana swala daraja, lakini kusimamisha kabisa shughuli za huduma za usafiri za kutoka na kwenda maeneo ya njia ya Ifakara. Kitu ambacho kwa kweli kimesababisha athari kubwa sana. Maana mali za watu ziliharibika kwa maana ya usafiri, lakini pia wakati mwingine hata wagonjwa wakati wanakuja kwenda hospitali. Mambo mengi yalikuwa yamesimama kweli. Tunashukuru serikali kwa hatua ambazo wamechukua za dharura. Mahali kwa daraja hili na daraja lile pale kati. Kweli serikali tunashukuru kwa maana kwamba ilichukua hatua za haraka ili angalau kuharakisha shughuli zingine za wananchi ziendelee. Kwa sababu ilitokea tukio la mvua kubwa ndio ikafanya uharibifu wa kuvunja daraja. Lakini kwa yote tunamshukuru Rais wetu Mama Samia, tunamshukuru diwani wetu Adeus Mbuge, tunamshukuru mbunge wetu kwa kuwa watu wa kusikiza kero za wananchi walikuja kwa haraka sana kuweza kutatua kero hii na mambo yakafanyika haraka na daraja na miundombinu ikatengenezwa na daraja likarudi kwa haraka zaidi. Yote tunamshukuru sana mbunge wetu, tunashukuru serikali yetu ya Rais Mama Samia. Mkuu wetu wa wilaya alikuja kwa wakati kuweza kutufikia sisi wananchi wetu na kutatua kero hii. Hapa tuko kwenye daraja la Pembe lililopo kwenye barabara ya Mikumi 3 hadi Ifakara. Daraja hili lilipata changamoto usiku wa tarehe 13 mwezi wa 3 2026, ambapo maji mengi yaliyokuja kutokana na mvua zilizonyesha tarehe 12 yalisababisha kukatika kwa maingilio ya daraja hili kwa maana ya approach road. Maji hayo yalikuwa mengi sana, kwa hiyo yakaondoa gabions ambazo tuliweka kwa ajili ya kufanya protection kwa ajili ya kuzuia mmomonyoko kwenye tuta la barabara pamoja na kingo za mto. Kwa hiyo baada ya kuwa gabions hizo zimetoka, kwa hiyo udongo kabaki luzi, kwa hiyo kawa rahisi kuondolewa na maji hayo na hatimaye maji yakaweza kukata barabara yetu, na hivyo tarehe hiyo 13 mawasiliano yakakatika kati ya Mikumi na Ifakara. Lakini mnamo majira ya saa 3 usiku, baada ya jitihada tulizozifanya tukishirikiana na wakandarasi wanaofanya matengenezo kwenye hii barabara, tulifanikiwa kurejesha mawasiliano hayo na kuruhusu magari kuanza kupita majira hayo ya saa 3 usiku tarehe 13 mwezi wa 3 kwa maana ya siku ya Ijumaa. Kwa hiyo hadi hivi sasa tunapoongea tarehe 15 mwezi wa 3 2026, usafiri wa kutoka Mikumi kuelekea Ifakara na wilaya zingine za upande huo yanapatikana vizuri tu na barabara inapitika vizuri na hakuna changamoto yoyote ile ya usafiri. Lakini pamoja na kwamba tumerejesha mawasiliano haya kwa muda, tunaendelea kufanya matengenezo mengine kwa ajili ya kuimarisha zaidi tuta la barabara kwa kuweka kingo za gabions kwa maana ya vikapu vya waya na kuweka mawe kwa ajili ya kukinga barabara yetu kupata madhara yanayoweza kujitokeza pale ambapo maji yatakapokuwa yamekuwa mengi. Lakini nipende kuchukua fursa hii kuwaomba wakazi wa eneo hili kutunza mazingira kwa maana ya kuacha kufanya shughuli za kilimo pembezoni mwa mto, kwa sababu zimekuwa ni chanzo kikubwa cha kuharibu mazingira na kusababisha udongo kuwa rahisi. Pale ambapo maji yanapokuja inakuwa rahisi sana kwa ajili ya kumomonyoa huo udongo na kupelekea madhara yanayojitokeza mara kwa mara kwenye miundombinu yetu ya barabara.